Wafalme wa pili mlango wa 4 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani yako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamiminia. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Baba, katika jina la Yesu na kuheshimu asubuhi ya leo, matendo yako ni mema zaidi. Ninakuinamia mtakatifu wa Israeli, maana wewe unafanya mambo yasiyofanywa na mwanadamu yeyote. Matendo yako ni makuu. Neno la hili lako uacha likakalie moyo wa mtu mmoja mahali hapa, uacha likabadilishe mmoja, uacha neno hili likawa faida kwa mtu mmoja amejitokeza kuingia nyumba hii. Baba yangu na mlinzi wangu, Bwana ukafanye neno hili lifanyike kuwa nguvu kwa mtu, lifanyike neema kwa mtu, lifanyike kuelewa kwa mtu, na wewe Mungu ukatukuzwe. Neno lako linasema neno lako limeoshwa mara 7. Hivyo ni kuimanisha neno lako limequalify kuliko neno lingine. Ninakutukuza na nasema asante, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mama huyu ambaye alisema, who said, akamwambia Elisha, she spoke with the prophet Elisha. Na hapa and here, na hapa Bwana wako, and here your Lord, alikuwa mtumishi wa Mungu. He was a servant of God, na ameaga, and he has died. Nami ninadaiwa mali zangu, nadaiwa, alikuwa na deni, and my husband was in debt, na ninadaiwa watoto wangu watachukuliwa na kwenda kuuzwa, and the debtors want to take my 2 children and to sell them. Na wakienda kuuzwa nitabaki na nini kama ni wewe tu? Sasa Kendi uko na katoto kamoja kakuje kaambiwa katabebo, sasa hako katoto ukipeana utabaki na nini? If that child is taken like candy and the child is taken and sold, what will you remain with? Huyo ni moyo wa mama akahusunika. That was the heart of the woman in pain. Lakini huyu alikuwa na yeye akimwambia mambo haya, alikuwa mtumishi wa Mungu. And she told Elisha that this was a servant of God. Nataka kukukumbusha habari ya kutii watumishi wa Mungu. I want to remind you the message of obeying the servants of God. Haijalishi kile unaona na kile unasikia. It doesn't matter what you see and what you hear. Obey the word of God and the servants of God. Tii neno la Mungu na watumishi wa Mungu. Hivyo ndivyo alimwambia mtu mama huyu. That is what she told the servant of God. Akamwambia, una nini kwako? The servant asked, what do you have in your house? Akasema, ninaye jagi katika nyumba yangu, nina mtungi. She said, I have an empty jar of oil in my house. Ama nina chupa ambayo iko kwangu iko na mafuta madogo zaidi. I have a bottle with little oil in my house. Lakini mtumishi wa Mungu, but the servant of God, alikuwa anaelewa kenye atafanya. He understood what he was about to do. He knew what he could say. Alijua kile anaenda kutenda. It will help this woman. Itasaidia
akamsaidia huyu mama. Na huyu mama akatii kwa haraka. And the woman obeyed very fast. Akamwambia niko na jagi ndogo. She said, I have a little jar. Akamwambia enenda kwa majirani zako. He said, go to all your neighbors. Na utafute mapipa. And look for empty barrels. Na ulete mahali hapa. And bring them unto this place. Eldesha kwa uweke kwa nyumba yako. And put them in your house. Nataka kuongea habari ya kutii neno la nabii. I want to tell you about obeying the word of a prophet. Linakubadilishia hali. It will change your situation. Linakujenga, linakuinua. It will bless you, it will uplift you. Litakupeleka mahali. It will take you somewhere. Usiku wa leo, this evening, nilipokuwa nikiomba, when I was praying, nikaomba kiasi. I prayed for some time and for some time. Lakini wakati nilipolala tu kidogo, when I slept a little bit, nilikuwa naambia Pastor Murezi, nikaona tuna shamba mzuri zaidi. That is so I told Pastor Murezi, we have a good parcel of land. Na wakati nilipoona ni shamba kubwa kabisa. When I saw it's a large parcel of land. Na iko na mahindi kiasi kama hivi. It has some maize, some of this size. Na zimekuwa kwa uharaka kama zinakuwa. And they were growing very fast. Na ilikuwa inaonekana ni kama kuna hiyo rutuba, hiyo mchanga una rutuba mzuri. And it looked like the soil had some very good, was very good. Na nikajua Mungu anatenda mambo mazuri katika maisha yetu. I knew God is doing a good thing in our life. I don't care what devil is planning. Mimi sijali kile shetani amekupangia. I'm caring what God is doing with us. Najali kile Mungu anatenda nasi. Shetani ni muongo kila siku. The devil is a liar every day. God is faithful and he is true and amen. Mungu ni mwaminifu na ni wa kweli na ni amina. Hallelujah. Hallelujah. Sasa mama huyo akaambiwa, now this woman was told, wewe enenda ulete mapipa. Go and bring barrels, empty barrels. Una jagi moja. Do you only have one jar? Lakini nakutuma ulete mahali hapa. But I sent you, go and bring into this place. Mapipa mengi kabisa. Bring empty barrels many into this place. Na wakati alipokuwa akiomba mapipa, and when she was asking for the barrels, akatuma wanae wawili, endeni muitishe mapipa mengi. She sent the two sons, go and bring the empty barrels. Na akaambiwa una nini? And she was asked, what do you have? Kumbuka aliulizwa una nini, akasema mafuta ndogo. Remember she was asked, what do you have? A little oil. Akaambiwa ya kwamba, she was told that, enenda uchote mafuta. Go and take that oil. Chukua hiyo mafuta uanze kumwagia kwa pipa. Put that oil and begin to pour in the empty barrels. Na alipoanza kumwaga, and when she obeyed and began to pour the oil, mafuta yakaanza kujaa kwa mapipa, ikajaa mpaka mapipa yote yakajaa mpaka yakakwisha. The oil began to fill the empty barrels. It filled until they were all finished that were borrowed. I want to tell you something. Nataka nikwambie jambo. Oil stand the word of God. Wewe simama katika neno la Mungu. No. La. Sasa nitakuita ukae pale, pastor wangu. Huyu nataka kutumia Kikuyu siku ya leo kidogo. He wants to use Kikuyu kama a little bit. Biwa ya kwamba, and she was told, jaza mafuta. Nataka kukuambia habari ya neno la Mungu ndio kuamini. I want to tell you about the word of God that you may believe. Mafuta inasimama neno la Mungu. The word of God, the oil represents the word of God. Kiugo kia Ngai no gicejie miturire yitu. Neno la Mungu laweza kugeuza maisha yetu. Kiugo kia Ngai no gitume tucenjie. Neno la Mungu laweza tufanya tugeuke. Kiugo kia Ngai no gicejie ciana citu na generation. Neno la Mungu laweza kubadilisha watoto wetu na vizazi vyetu. Wacheni tujishikie neno la Mungu. Let us get hold of the word of God. Hiyo ndio neno, ndio zaidi ya vyote. The word of God is above everything. Zaidi ya kila jambo. It's above everything. Neno la Mungu lina nguvu. The word of God is powerful. Linabadilisha mioyo. It changes our hearts. Mtu anaweza fungwa kamiti miaka 9, miaka 10, 20. A person can be imprisoned in committee for 10 years, 20 years. Na asibadilike. And that person cannot change. Atoke kamiti akiwa mwizi. He can come out of committee again a thief. Na ajifanye ameokoka kidogo. And he can
will pretend he has lakini gotten saved. akikuja aanze kuwa tu mwizi, But when he is back, he continues to sin maana hakubadilishwa. because he has not changed. Lakini neno la Mungu likibadilisha mtu, But the word of God, when it changes a person, linambadilisha kabisa. it makes a person to change Lina completely. uwezo kuliko askari wa jela. It is powerful more than the Neno la prison Mungu wonders. lina nguvu zake. The word of God is more powerful. Neno la Mungu linabadilisha The word mwanadamu. of God changes a human being. Pigia Yesu makofi. Give God a better celebration. Haleluya. Hallelujah. Neno la Mungu tukilitii The word of God, when we obey it, litabadilisha maisha yetu. it will change our lives. Tukitii neno la Mungu If we obey the word of God, litatufanya tuwe na nguvu. it will make us strong. Neno la Mungu tukilitii If we obey the word of God, litafanya maisha yetu it will make our lives yaonekane watu wanaelewa maneno. to be a life of understanding. Neno la Mungu tukilitii If we obey the word of God, likisema wacha if unawacha, it says stop, you stop. likikwambia simama unasimama, If it tells you to stand, stand. likikwambia keti If unaketi, it tells you to sin, sin. likikwambia wacha dhambi unatafuta If it kuacha tells you dhambi. stop sin, stop sinning. Maana neno la Mungu ndio kila kitu. Because the word of God is everything. Neno la Mungu ndio uzima wetu. The word of God is our life. Neno la Mungu ndio zaidi ya The yote. word of God is above everything. Lina uwezo, It has got power. lilio hoti. Ina uwezo. Kiugo kia Ngai nĩ kĩrĩ ũhoti Neno la Mungu lina uwezo. gũkĩra maũndũ marĩa tuonaga na maitho. Lina zaidi ya mambo ambayo tunaona kwa macho. Unaweza kutamani You can desire kuwa na fedha nyingi sana, have a lot of money. lakini siku ya leo But today, ningekusihi zaidi, I want to beseech you. tafuta kuwa na neno la Mungu kwa wingi. Seek more to have the word of God in Maana mind. ukiwa na neno la Mungu kwa wingi Because you have the branch of the word of God. litakufanya tajiri. It will make you success. Pigia Yesu makofi Give God a mazuri. better hand clap. Neno la Mungu The litakubadilisha. word of God will change Neno you. la Mungu it will make you. Neno la Mungu The litakufanya. word of God will mold you. Neno la Mungu likatutengeneza. I want to tell you something. Nataka nikwambie kitu. I want to remind you something. Nataka nikukumbushe jambo. I want to remind you something. Nataka nikukumbushe jambo. Obey the word of God. Tii neno la Mungu. If you are true Christian, Kama wewe ni Mkristo wa kweli, if you are not pretender, kama wewe si mtu wa can kujifanya, I tell to you today, na hebu nikwambie leo, follow the word of God. lifuate neno la Mungu. Follow the word of God. Lifuate neno la Mungu. Don't listen to people. Wacha kusikiza watu. People can hate you. Watu waweza kuchukia. We have a lot of haters, Tuko na wachukiaji but we wengi. don't care who hates us and who doesn't Lakini hate us. hatujali nani We anatuchukia nani care what hatuchuki. God is doing in our lives. Tunajali kila Mungu anafanya maishani mwetu. Tukayoka na kiugo gyake. Mungu akija na neno lake. Inasemekana ni nyundo ambayo inatwanga. It is said it is a hammer that strikes Inatwanga tena. and it strikes Na again. ikiponda moyo inamaliza. And when it strikes the heart it Sijui destroys. kwa nini ulikubalisha shetani I don't know why you have allowed the devil abaki ageshuherera moyo to wako. remain holding in your heart. Haleluya. Hallelujah. Niki giatumire utigerie shetani handu. Ni nini kilifanya ubakishie shetani nafasi? Kama umeokoka, If you are born again person, hata ukichukiwa, even if they hate you, hata ukidharauliwa, even if they despise you, una Mungu mbinguni, you have a God in heaven. una Jehova baba Yes, yako. Jehovah your Father, Who is the father of fatherless. ambaye ni baba wasiokuwa na Hata baba. wafanye namna gani, Even what they do to you, stand firm wewe simama with the imara word of God. na neno la The Mungu. word of God is true and Neno la amen. Mungu ni kweli na It will amina, never change. halitageuka. The Bible says Maandiko yanasema kila kitu itakwisha dunia everything shall hii, come to an end, lakini neno la Mungu but the word of God, litabaki it milele. shall abide Pigia forever. Yesu makofi Give God a mazuri. better hand clap of Neno la praise. Mungu ni uzima The wetu. word of God is our Neno la life. Mungu ni nguvu The yetu. word of God is our Neno la strength. Mungu ni kila kitu The word yetu. of God is everything in our Come lives. on, pigia Yesu Come on, makofi. pigia Yesu makofi mazuri. Hili neno lituunganisha, It is the word of God that joins us. sio kama ile handshake ya Uhuru na
na Wambo. It is not like the handshake of Uhuru and Raila. Inatushika. It binds us. Inatushika It moyo. holds us our heart. Inatuambia. It tells us. Inatuambia. It tells us. Si mama yako na baba yako. Obey your mother and your father. Uishi siku nyingi. That you may live for many days. Na hakuna siku ingine utaambiwa neno la kuishi. Hakuna kwa Bible. There is no other word in the Bible. Biblia ile ninabeba. The word of God carries. Haina neno lingine lile linakufanya utii siku mingi. There is no other word that tells you to obey for many years. Inasema tii baba yako na mama yako. It tells you to obey your father and your mother. Ndio uishi siku nyingi that you may live for many years in this earth. Pigia Yesu makofi. Give God a better hand. Ikisema tii unatii. If it says to obey, you obey. Hauna nafasi ya kukataa. You have no position to disobey. Tii baba yako na mama yako. Obey your father and your mother. I always talk to women. Huwa ninawaambia wanawake. Nawaambia ukiolewa mahali. I always tell them when you're married. Wacha kwenda kuchukia mama ya bwana yako. Don't go and hate your mother-in-law or your father-in-law. Hauna option. You have no other option. Kwa nini ulipenda mtoto wake? Why did you love their son? Lazima upende mama huyo na umpende na una na option. You must love that woman and you have no other option. Hey, msinipigie makofi. Don't celebrate me. Mpigie Mungu kwa maana ndio amesema. Celebrate God because he's the one who was saying siku nyingi tukitii. That we shall live for many years if we obey. Kutii, if we disobey. Na Biblia inasema tena. The Bible says again. Ule anayechukia mama yake na anamdharau na anamtukana. The one who despises and hates his mother. Biblia inasema na akufe. The Bible says that she died. Yani kweli? Yani ukweli? Pe Yesu makofi mazuri. It is about obey. Ni kuhusu kutii. Obey. Kutii. Unafaa kutii. You are supposed to obey. Mahali pengine nilikutana na hapo ndani jana. Another word I got somewhere. Nikiangalia neno la Mungu. As I was studying the word of God. Na nikaangalia nikaona. And I looked and I saw. Katika siku za kale. In the days, in the old days. Vijana wa kale. The young boys of the old days. Kama mtoto wa mtu angekataa kutii. If a child of a person could fail to obey. Na aanze kuwa mlevi na mtu ambaye hasikii maneno. And he becomes a drunkard, a person who is rebellious. Anawadharau mama yake. A person who despises his mother. Hasikiagi maneno. He does not listen. Huyo mtu alikuwa apelekwe kwa wale katika wanaambiago katika mji huo. That young man was taken to the people in the city. Of the city. Na wazee wa ule mji. Apelekwe mahali pa. He could be taken to them. Na Biblia inasema akikanywa akatae. And the Bible says when he was rebuked na apigwe na mawe na akufe. He was stoned until death. It is the biblical. Ni maandiko. Hata kama utaki Biblia. Even if you don't want the Bible. Ina mambo yake imesema. It carries what it is. You have to obey. Lazima uitii. Hauna kitu ingine. You have no other option. Lazima usikie. You must listen. Huyo mtu ambaye anapigwa na mawe. A person that is going to be stoned. Ana baraka. Does he has a blessing? Ask your neighbor. Huyo mtu anapigwa na mawe. That person that is being stoned. Kweli ana baraka. True, is that person having blessing? Unamgoja aende mahali popote. Where are you waiting that person to go? Ukana gikuyu riu. Uretere mundu ucio athieko. Mundu ucio urahorwo na mahigari. Huyo mtu ambaye anachapa kwa mawe. Ni akarathimwo. Atabarikiwa. Mundu ucio uramenwo ni nyina na akamurehe kuri athuri acetire. Ambaye anachukiwa na mama yake analetwa kwa wazee wa mji. Mundu ucio ni arendwo ni Ngai. Je, yule mtu anapendwa na Mungu? Huyo ni rafiki wa shetani. That is a friend to the devil. Look your character. Hebu tazama tabia yako. Tazama tabia zako. Look at your character. Tabia Kenya unafanya. Character of what you are doing. Angalia tabia zako. Look at your characters. Not only children. Sio tu kwa watoto. Hata ukiwa pastor. Even if you are a pastor. Check your character. Angalia tabia zako. Angalia tabia zako. Look at your characters. Angalia tabia zako. Look at your characters. I want to remind you something. Hebu nikukumbushe jambo. The Bible says. Maandiko yanasema. Nitawatumia malaika. I will send you angels. Katika Exodus 23:20. Katika Kutoka 23:20. Nitatuma malaika. I will send you angels. Mbele zako. Before you. Acha nikusome. Let me read for you. Exodus
ya kitabu cha Kutoka 3. Watu wa Mungu, people of God, wacheni tujue neno la Mungu na tufuate na tuwe watu wa pole. let us know the word of God and follow the word of God. Wacha kuwa mtu ameokoka na mdomo ni kama Don't be a born again person and you have a big mouth, you talk much. I'm fighting what I'm speaking right now. Elewa kile ambacho naongea sasa. Every day Kila siku I am praying my Father naomba Baba yangu that I want to be upright. ya kwamba nataka niwe nimesimama vizuri. I want to become a woman of God. Nataka nifanyike mama wa Mungu. I want to stay Nataka nikae a blameless life. maisha ambayo hayana lawama. Hallelujah. Hallelujah. I want to enter Nataka niingie to qualify. kuhitimu Niishi mama ambaye hana lawama. Utanichukia lakini mbele ya Mungu nitakuwa sina lawama. You may hate me that before God I am blameless. Utaniongea. You shall talk about me. Lakini mbele ya Mungu ninayeabudu. But before God the one that I worship, nitakuwa sina lawama. I have no any blame. Prayer yangu right now. Maombi yangu sasa mwezi huu wa 5. This month of May. Nimeandika mbele ya Mungu. I have written before God. Righteousness. Haki utakatifu. Purify me God. Nitakase Mungu. Make me. Nifanye. A face of honor. Chombo cha heshima. Purify me. Nitakase. Make me something. Nifanye kitu. That can glorify you. Ambacho naweza kukutukuza. Make me. Nifanye. A woman. Mama. Who you can use. Ambayo unaweza kutumia. Hallelujah. Hallelujah. It is not so easy. Jambo rahisi. It is not so easy. Rahisi. Because first of all, kwa sababu kwanza kabisa, you say sorry even to the young children. Nasema pole hata kwa watoto. You say forgive me even to the young ones. Nasema nisamehe hata kwa vijana. You say sorry even to everybody, to your watchman, to your gatekeeper, to everyone. Sorry. Unasema pole kwa kila mmoja, hata mwangalizi wako kwenye lango. You say sorry. Unamwambia pole. Because I want to walk with God. Kwa sababu natamani sana kutembea na Mungu. You cannot walk with God. Hauwezi kutembea na Mungu with hatred in your heart. Chuki katika moyo wako. Kutenga watu. You despise people. You separate yourself from people. Unatafuta tukundi. You group yourself with some other group. Tule unajiunga nato. The ones that you abide with. That is not God. Huyo sio Mungu. Mungu wetu. Our God ni unity. Ni umoja. Unity. Umoja. Unity. Umoja. If you cannot unite kama hatuwezi kuungana other people na watu wengine. The Bible says, Maandiko yanasema the people who scatter, watu ambao wanatawala, they don't belong to me. wao si one. They belong to the enemy. Wao ni maadui. Look at yourself. Hebu tutazame. Do you scatter the work of God? Do you bring people together? Do you love the men of God? I told you the other day, if you want to work for God, you have to love people. No matter how they look like, no matter who they are, no matter what they don't have and what they have, you have to love these people. And I reminded you something. You can see a singer worshiping, anaimba, anapiga magoti, anasema Mungu wangu, niseme nini Bwana, na mimi nakushukuru. Anatafuta masenti, ndio ause hiyo kanda, aonese watu vile amenyenyekea. Wacha apewe senti, anaenda kukunywa pombe na pesa ya watu. Ile Kenya tuko na ile wokovu tuko, angalia maisha yako peke yako. Angalia maisha yako vile unaendeshana na Mungu. Chukua Mungu wako kivyako. Maana Mungu wako atakuongoza. Atakutia malaika. Linda usiku na mchana. Pigia Yesu makofi. Let us obey God. Tuweze kumtii Mungu. Instructions that you are given. Maagizo na masharti ambayo tunapata hapa in this altar katika madhabahu haya can help you. Yaweza kukusaidia. That widow
Huyo mjane hakuwa na mambo mengi. she had no many things. She followed Elisha instructions Alifuata maagizo ya Elisha without questioning. pasipo kumswali. The widow did not question anything. Yule mjane hakuuliza swali jambo lolote. Alifuata maagizo ya Elisha. She followed the instruction given by the prophet. And I think every Sunday, na ninaona kila Jumapili, we don't speak here all the church, the pastors, all the pastors, they come here, we don't follow, we don't speak. Uende uimbe, uende ukasinzi, uende ukatafute muganga. We don't speak this here. We don't talk those things here. We rebuke the devourer. Huwa tunakemea mharibifu. Hallelujah. Hallelujah. We rebuke the devourer. Huwa tunakemea mharibifu. There is something I want to remind you. Kuna kitu ambacho nataka obey God and obey his wanabii wake na uobey maneno lake Mungu. Obey God and obey his word and obey his prophet. You can think you know much. Unaweza ona kwamba unajua mengi. And mzee amesema, baba yetu hapa, and our daddy here has said, ati ya kwamba the second ama ile madakika hautaiona tena. That the minute that goes away you shall never get it again. Kuna nini masaa ile umepoteza ukidharau neno. The hours that you have lost despising the word. You can funika yourself. You can hide your face. Don't want to see me. Hutaki kuniona. But look the word of God. Lakini tazama neno la Mungu. I am speaking about the word of God. Ninaongea kuhusu neno la Mungu. Tii neno la Mungu. Obey the word of God. Huyu mama kama hangetii, this woman, if she mafuta ingekuja kwake. The oil we could not come. Na sisi tukikataa kutii neno la Mungu, if we don't obey the word of God, hakuna baraka zitaandamana na sisi. There are no blessings that shall come to our lives. Please, tafadhali, tii neno la Mungu. Obey the word of God. Don't look at me. Usinitazame. Maybe my language is so dirty. Labda lugha yangu ni chafu. Maybe you are not happy about my kunona mingi. Maybe you are not happy by how I look. But I want to remind you something. Lakini nakukumbusha jambo. Look at heaven. Tazama mbinguni. Neno lake Mungu. The word of God. Tii neno la Mungu. Obey the word of God. Nikisema upendane, if the word of God tells you to love, Kaifafa hauna option. Mungu Baba hauna jambo lingine. Nikisema utii hauna option. If the word of God tells you to obey, you have no other option. Nikisema upendane hauna njia nyingine. If it tells you to love, you have no other way. Love your neighbors. Penda jirani wako. Even your enemies. Hata maadui zako. Wapende tu. Just love them. Kuna siku nilijifundisha kitu. There is another day I taught myself and I came to pass that mtihani. Na nikakuja kupita ule mtihani. And I can tell you, na ninaweza nikakwambia, some people can think how foolish you are. Watu wengine wanaweza kufikiria jinsi mpumbavu ulivyo. But when you are in test, lakini ukiwa katika jaribu, make sure you don't fail. Hakikisha kwamba haujafeli. Pigia Mungu makofi. Give God a better hand clap. Ukiwa kwa mtihani wowote, when you are in any test, make sure haukuanguka. Hakikisha kwamba you have not failed. Unaweza letewa mtihani wa class 2. You can be brought a test of class 2 because of your ignorance. Na kwa sababu ya kukosa ufahamu kwako, you fail. Make sure, hakikisha, every test comes on your table. Kila mtihani unaokuja mbele zako, make sure you pass it. Hakikisha unaupita. Do you know why? Unajua kwa nini? I was given a test. Nilipewa mtihani. And I came to learn something. Na nikajifundisha jambo. If you listen my heart, kama unasikiza moyo wako, if I listen my heart, nikisikiza moyo wangu, and I know I'm not with you, I'm not feeling like we are together, na ninasikiza kwamba hatuko pamoja, and I feel like I have something like I have a hatred, na nisikie ni kama nina kachuki, I have to do something. Lazima nifanye kitu. Either I'll buy something for you, either nitakununulia kitu, either I'll buy sugar for you, nikununulia sukari, I'll come to your house, nije katika nyumba yako, and I shall say hallelujah, na niseme hallelujah, and I'll kick that enemy, na nimpige yule adui, and in your house, na ni nyumbani mwako, I'll pray, nitaomba, and I say, na niseme, I'll not listen to the devil. Mimi sitamsikiza shetani. No matter how reckless
words she talks about me. Licha ya maneno jinsi anavyoniongelesha, I have to love her. lazima nimpende. She is my sister in Christ. Yeye ni dada yangu katika Kristo. He is my brother in Christ. Yeye ni ndugu yangu katika I Kristo. taught my heart. Nikafundisha moyo wangu, I don't hate people. mimi siwachuki watu. And that's why Na ndiyo maana sometimes wakati mwingine people think I don't listen my heart. watu wanafikiriaga ni Sometimes kama they think I'm a fool. wanaona kama mimi ni I want mpumbavu. to remind you something. Hebu nikukumbusha jambo. Hauwezi shinda shetani. You cannot defeat the devil. Na kila siku hauwezi kuwa criticizer. Every day you cannot become a criticizer. Fight with your mouth. Wewe pigana na kinywa That is chako. a demon. Hiyo ni pepo. Not criticize people. Wacha kukejeli watu. I was criticizing. Nilikuwa na kejeli watu. But my husband Lakini mume wangu taught me something. akanifundisha kitu. And he had a dream. Na akawa na ndoto. And when he was telling me about the dream, Alipokuwa ananiambia kuhusu ile ndoto, he taught me, akanifundisha. Akaniambia that I had a dream. nilipoona ndoto, Uhuru came to our house. Uhuru akija katika nyumba yetu. And when he came to our house, Na alipokuja katika nyumba yetu, he told you, alikwambia, do these people who are surrounding you help these children? je, hawa watu ambao wanakuzunguka, je, huwa wanasaidia hawa watoto? And I said, Na nikasema, those people, hawa watu they don't come here. hawakujagi hapa. They don't want maskini watu. They don't want poor people. Hawapendi maskini. They don't love poor people. Matienda gadheni. Hawapendagi watu maskini. Akaniuliza, And he asked me, ile nyumba that house, anakujaga hapa kukusaidia? do a person of that house come here to help you? Na to be honest, Na ukweli, the house that belongs to our neighbor na nyumba ambayo ni ya majirani wetu, is a brother's Uhuru's house. ni nyumba ya ndugu ya Uhuru. But they don't come. Lakini hawakuji. So I was saying they don't want to see maskini. Kwa hivyo nilikuwa ninasema ya kwamba hawatakagi kuona maskini. And when father was telling me, Na wakati father alikuwa ananiambia, Uhuru was looking me like, Uhuru alikuwa ananiangalia with a bad face. to learn. Na nikanjua, This is not Uhuru. huyu si Uhuru. Huyu ti Uhuru uradora. Huyu si Uhuru anayeniangalia. It is heaven. Ni mbingu. Mimi sitaki kukejeli mtu Pigia yeyote. Yesu makofi. Pe Yesu makofi mazuri. I'll tell you your problem. Nitakwambia tatizo lako. I'll tell you a problem is here. Nitakwambia tatizo lako liko hapa. I don't criticize anymore. Mimi simkejeli mtu yeyote. Because I learned that criticizing people is evil. Nikajua kwamba kuwakejeli watu ama kumkejeli mtu ni jambo ovu. And God is not happy about it. Na Mungu hapendezwi na jambo kama hilo. So that today, Kwa hivyo leo, let us obey the word of God. hebu na tutii neno la Mungu. The Bible says, Maandiko yanasema rebellion waasi is like a witch. uasi ni kama uchawi. That's the Bible. Hiyo ni maandiko. Inasema kurebel It says to rebel. ni kama kuwa muchawi. It is like becoming a witch person. Uasi. Rebellious person Mtu ambaye ni muasi, is like a witch. yeye ni kama mchawi. Obey the instruction. Tii maagizo. Obey, trust God and obey God. Tumaini Mungu na umtii. Fuata neno la Mungu. Follow the word of God. Litakupeleka mahali unaendaga. It will take you where you are heading. Don't care about people. Wewe usijali kuhusu watu. Angalia Mungu na neno lake. Look at God and his word. Ukifungua hii neno litakukanya kila siku. When you open the word of God, it will lilikanya wale walikuwa mbele yetu. It collected those who are before. Na wewe linakukanya. And it is collecting you. Usiongee uongo. That don't talk lies. Usifanye usharati. Don't do adultery. Do you know what? Unajua nini? Some Christian Wakristo wengine wanatakaga kuenda kuhubiria watu. They want and they love to go to preach to people. You have to be very serious when you are preaching. Lazima uwe wa kumaanisha unapohubiri. Na unapoenda manyumba ya watu. And when you walk in the house enda pamoja na mtu mwingine stronger. Walk with another person that is more than you. Unaweza enda ndugu yangu kuhubiri. You can go to preach.
na uanze na ukute wasichana wawili ama watatu, and you get 2 ladies or 3 na ladies, akwambie si ukae ukunywe kachai, and they can tell you to sit and take a cup wacha of tea. tukupigie chai, Let us prepare you a cup na of tea. mwambie Yesu anakupenda, And they tell you Jesus loves you. Yesu anakupenda, Jesus loves you. utamalizia mimi nakupenda. You will end up I love you. Pigia Yesu makofi. Give God a better hand clap. Ukiwa mjinga If you're a fool, utaanza kusema nakupenda, you will begin to say I love you. utaanza kusema, utatoka kwa ile maneno ulikuwa. You will come out of what you had come to say. A serious Christian, Kristo wanayemaanisha he knows the word of God. analielewa neno la Mungu. He knows where the bullet he can fight with. Anajua risasi iko wapi ya kuachilia. Hallelujah. Hallelujah. A serious Christian Kristo ambaye ni wa kweli hawezi endaga peke yake. cannot walk alone. Akiwa peke yake atahubiri pale nje. If he is alone, he will preach outside there. He cannot walk to the house of the people. Hawezi ingia katika nyumba za watu.